Shtaka la Niffer ambalo ameshtakiwa peke yake, kwanza ameshtakiwa mashtaka mawili: kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza kwa washtakiwa wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu pamoja na mambo mengine waliharibu miundombinu mali ya serikali. Niffer peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu kwa mjibu wa hati ya mashtaka aliwahamasisha watu wanunue barakoa, sijui niseme kama neno sahihi, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi. Sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. Sasa mtu yeyote anaweza akawa na maoni sasa, hata kama sio mwanasheria akawa na maoni iwapo hiyo ni uhaini au la, lakini sasa kwa sababu liko mahakamani, wacha tutachakata mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa ili kujikinga na mabomu ya machozi wakati wa uchaguzi mkuu hati ya mashtaka, mimi mambo ya uchaguzi mkuu ulikuwepo mimi sijui, lakini nasema hati ya mashtaka inataja uchaguzi mkuu iwapo ni uhaini. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ya Niffer. Kesi nyingine ni namba 36387 ambayo ina jumla washtakiwa 76. Hawa mtaona wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Niffer na Strong Income, kesi yao nimetaja namba yake. Kundi la pili kuna washtakiwa mbalimbali wako 76 wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. Tulitoa hoja mbele ya mheshimiwa anaitwa Makube. Yeye amekubali tu hoja ya kwamba waende kutibiwa. Ile la kwamba ripoti yetu mahakamani yeye amekataa. Sasa of course mnaweza mkashangaa kwamba mbona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za kazi yetu, lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi ili uamuzi wa mheshimiwa Makube tuweze kuchakata kisheria kwamba ni kwa nini yeye amekataa ripoti. Watu wanasema wamepigwa, wakiwa chini ya uangalizi wa polisi, wameteswa na wana majeraha. Tunataka ripoti ije ili baadaye wakati kesi ya uhaini inaendeshwa isiye kaonekana kama ni swala jipya, lakini yeye amekataa. Lakini tutakwenda mahakama kuu. Tunamshukuru mheshimiwa Yamuya, yeye tunaamini ametumia busara nzuri ya kisheria. Na kuna kundi kwa kando kusema 76 wameshtakiwa kwa kula njama ya uhaini kama wenzao na shtaka la uhaini. Kwa hiyo nao tumewawakilisha. Ndio kwa mahakamani mmeona tumwanulia mpaka na maji. Walikuwa wanalalamika huko polisi walikuwa hajapewa maji. Mpaka imebidi mawakili wa wakati ndugu zao walikuwa hata wafahamu wako wapi, watatafutwa na wataweza kupewa taarifa ili waweze kuja kuwahudumia. Kundi la tatu walikuwa ngapi wale? Kama 54 hivi, na wenyewe wana kesi nyingine, lakini kwa maana kwamba mbele ya hakimu mwingine, lakini maudhui ni hayo kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini. Kwa kuna makundi matatu katika mahakama hii ambao wanashtakiwa na hayo mashtaka ya uhaini. Ni mazito. Sasa iwapo kweli matukio haya yanajitosheleza kubeba haiba ya uhaini, ni swala ambalo tutalichakata mbele ya safari, lakini sisi kwa kipande chetu kama mawakili kwa hatua hii tumefika mahakamani, tumewapa huduma ya kisheria, na basi tutaendelea kufanya kazi zetu kama mawakili ili kuhakikisha kwamba haki kwa hawa ndugu walioshtakiwa mashtaka mazito namna hiyo wanaweza kupata siku yao mahakamani, so that they get their day in court. Mnamo tarehe 27 nikianza na kesi namba 26388 ambayo inawahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao wa Tanzania wanaweza wakawafahamu kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jennifer Jovin almaarufu Niffer. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 na jeshi la polisi, na toka wakati huo amekuwa chini ya custody ya jeshi la polisi, na leo hii amefikishwa katika mahakama hii hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini. Mashtaka ya uhaini kama mnavyofahamu, kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa, mlikuwa mahakamani mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa, kulazimishwa kutoa maelezo, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani na rejelea tu ile ambayo tumesema mahakamani, na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Yamuya atoe amri kwamba kwa sasa wanakabidhiwa chini ya uongozi wa magereza, basi
wapatiwe matibabu na pia ripoti ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao 22 wa chini ya uangalizi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu na pia ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama kuu. Strong Income pamoja na almaarufu Nifa wamefikishwa katika mahakama hii na wameshtakiwa kwa mashtaka ya uhaini katika kesi niliyoitaja. Kwa hiyo tumeichakata hivyo. Upande wa mashtaka baada ya kutoa hoja zetu wameomba muda wa kwenda kujibu, na tutarudi tena tarehe 11 mwezi huu kwa ajili ya wao kuja kujibu na baadaye mahakama iweze kutoa majibu kuhusu hoja zetu. Lakini ile hoja ya kwamba waende wakatibiwe na ripoti je mahakamani katika kesi hii mahakama imekubali. Kesi nyingine namba 36387 ambayo ina jumla ya washtakiwa 76. Hawa mtaona wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Nifa na Strong Income, kesi yao nimetaja namba yake. Kundi la pili kuna washtakiwa mbalimbali wako 76 wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. Tulitoa hoja mbele ya mheshimiwa anaitwa Makube. Yeye amekubali tu hoja ya kwamba waende kutibiwa. Ile la kwamba ripoti yetu mahakamani yeye amekataa. Sasa of course mnaweza mkashangaa kwamba mbona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za kazi yetu, lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi ili uamuzi wa mheshimiwa Makube tuweze kuchakata kisheria kwamba ni kwa nini yeye amekataa ripoti. Watu wanasema wamepigwa, wakiwa chini ya uangalizi wa polisi, wameteswa na wana majeraha. Tunataka ripoti ije ili baadaye wakati kesi ya uhaini inaendeshwa isiye kaonekana kama ni swala jipya, lakini yeye amekataa. Lakini tutakwenda mahakama kuu. Tunamshukuru mheshimiwa Yamuya, yeye tunaamini ametumia busara nzuri ya kisheria. Na kuna kundi kwa kando kusema 76 wameshtakiwa kwa kula njama ya uhaini kama wenzao na shtaka la uhaini. Kwa hiyo nao tumewawakilisha. Ndio kwa mahakamani mmeona tumwanulia mpaka na maji. Walikuwa wanalalamika huko polisi walikuwa hawajapewa maji. Mpaka imebidi mawakili wa wakati ndugu zao walikuwa hata wafahamu wako wapi, watatafutwa na wataweza kupewa taarifa ili waweze kuja kuwahudumia. Kundi la tatu walikuwa ngapi wale? Kama 54 hivi, na wenyewe wana kesi nyingine, lakini kwa maana kwamba mbele ya hakimu mwingine, lakini maudhui ni hayo kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini. Kwa kuna makundi matatu katika mahakama hii ambao wanashtakiwa na hayo mashtaka ya uhaini. Ni mazito. Sasa iwapo kweli matukio haya yanajitosheleza kubeba haiba ya uhaini, ni swala ambalo tutalichakata mbele ya safari. Lakini sisi kwa kipande chetu kama mawakili, kwa hatua hii tumefika mahakamani, tumewapa huduma ya kisheria, na basi tutaendelea kufanya kazi zetu kama mawakili ili kuhakikisha kwamba haki kwa hawa ndugu walioshtakiwa mashtaka mazito namna hiyo wanaweza kupata siku yao mahakamani, so that they get their day in court.